Karibu. Pembezoni mwa maendeleo ya kitaifa kuna nguzo pia ya sheria ama sambamba na hilo, na sheria hizi zinaandikwa, zinafasiriwa na kisha pia zinatumika. Lakini katika mchakato huo nini ambacho kinafanyika na wananchi pia wanafikiwaje ama wanauelewa kiasi gani kuhusiana na hilo, ni miongoni mwa yale ambayo tutagusia hapa. Tunaye Nicodemus Peter Chua ambaye ni kaimu mkurugenzi wa divisheni ya uandishi wa sheria kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, ili kufahamu zaidi kuhusiana na upatikanaji wa sheria kwa umma. Karibu sana. Asante. Karibu sana Chua. Asante sana. Na pengine kwa ufupi tuanze kwa kufahamu kuhusiana na historia ya ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria ikoje na majukumu yake makuu. Okay. Asante. Ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria ilianzishwa kwa mujibu wa sheria ya bunge ambayo ni marekebisho ya sheria mbalimbali za sekta ya sheria, yani kwa Kiingereza wanasema Legal Sector Laws Miscellaneous Amendment, ambao ni ya mwaka 2023. Kabla ya hapo, ofisi hii ya mwandishi mkuu wa sheria ilikuwa ni divisheni ndani ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Kwa kuanzia mwaka 2023 marekebisho ya sheria yalitambua hii kama ofisi ambayo ni ofisi huru na itegemea, lakini ipo kwenye muundo wa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Lakini ofisi hii imeanza rasmi tarehe 1 Julai mwaka 2027. Sawa kabisa. Na ni mambo mmekuwa mkiyafanya mpaka hivi sasa? Kimsingi marekebisho ya sheria yalifanyika mwaka 2023. Yalirekebisha sheria ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Yaliainisha majukumu mbalimbali ya ofisi hii ya mwandishi mkuu wa sheria. Lakini majukumu haya tunaweza tukayagawa katika mafungu matatu makubwa. Ambalo jukumu la kwanza kubwa ni la uandishi wa sheria. Na hapa tunazungumzia uandishi wa sheria kuu na sheria ndogo. Lakini jukumu la pili ni kutafsiri sheria. Sheria zile ambazo zimeandikwa, basi tuna jukumu la kuzitafsiri zile sheria. Na jukumu la tatu ni kufanya urekebu wa sheria, au kwa Kiingereza wanasema laws revision. Baada ya sheria zinapotungwa huwa zinakwenda zikirekebishwa. Kwa hiyo sasa inafika mahali inabidi yale marekebisho yaje yakajumuishwe kwenye ile sheria mama. Kwa hiyo sisi tunafanya jukumu lile la kuchukua yale marekebisho ya sheria mbalimbali ambayo yamekuwa yanafanyika, tunajumuisha kwenye ile sheria kuu ile ya awali. Sasa kabisa tu leo hili bwana tutapata darasa hapa pia kuhusiana na mchakato mzima wa kuandika sheria. Sasa kuna jambo pia la kufahamu Chua kuhusiana na tofauti kati ya kutunga sheria na kuandika sheria. Okay. Kutunga sheria ni jukumu la bunge. Bunge ndio linatunga sheria. Lakini kuandika sheria ni jukumu la kitaalamu. Sasa waandishi wa sheria ndio wanaandika sheria. Lakini awali umeniuliza kuhusu mchakato sasa ule wa kutunga sheria. Mchakato wa kutunga sheria kidogo ni mrefu kidogo. Unaanzia, umegawanyika mara mbili, ambao kwa Kiingereza tunasema kuna process within the government na process within the National Assembly. Kwa mchakato huo unaanzia serikalini, ambapo haja ile ya kutunga sheria inaweza kaanza popote. Inawezekana ikawa ni mwananchi tu akawa ana pendekezo la kurekebisha sheria, kwa hiyo akawa na ile pendekezo lake akalitangaza tu au kaliwasilisha kwenye wizara husika. Lakini pia inawezekana ikawa ni bunge wakati wa kujadili mijadala yao ikaibuka hoja ambayo inahitaji kurekebisha sheria. Wizara husika inaweza kawa na hiyo hoja, asasi za kiraia na taasisi nyingine mbalimbali. Lakini kimsingi baada ile hoja ile nia ya kutunga sheria inapokuja sasa, mchakato unaanza ndani ya serikali. Mchakato huo ni mrefu, kwa sasa sina sababu ya kuueleza hapa. Lakini baada ya kukamilisha hapo, basi serikali huwa inatoa maelekezo sasa. Sheria itungwe. Inapotoa maelekezo sheria itungwe, sasa waandishi wa sheria ndio wanakaa wanaandika ile sheria. Ikishaandikwa ile sheria ndio inapelekwa bungeni. Bunge kazi yao sana ni kuitunga, ndio wanapitia, wanajadili, alafu wanaipitisha ile sheria. Kwa tofauti kati ya kutunga na kuandika ipo hapo. Wabunge wao hawaandiki nukta, hawaandiki koma. Wao wanatoa maelekezo. Ila katiba inawaruhusu wanaweza pia kaandika wakitaka. Practice ni kwamba mara nyingi waandishi wa sheria ndio wanaiandika, wanaiwasilisha bungeni pale ambapo unaona mswada umesomwa kwa mara ya kwanza. Sasa kabisa, bado tunaendelea na hatua kwa hatua. Tunazungumza hapa na kaimu mkurugenzi wa division ya uandishi wa sheria
Ni fursa pia ya kufahamu sheria za nchi yetu zinapitia mchakato gani katika kuandikwa kwake, lakini hii division kama alivyosema hapa kaimu mkurugenzi ni kwamba ina kazi ya kuandika sheria, ina kazi ya kufanya fasiri ya sheria, lakini pia ina kazi ya kufanya urekebu wa sheria kwa maana ya revision, na tumeona sheria mbalimbali mpya zikiandikwa, lakini pia sheria mbalimbali zikifanyiwa mapitio, lakini pia sheria zikifanyiwa fasiri, na hivi karibuni tumesikia michakato ya kuziweka sheria zetu ambazo kwa muda mrefu zimekuwa kwa lugha ya Kiingereza kuziweka kwa lugha ya Kiswahili ili Watanzania wengi waweze kuelewa. Na hilo kaimu mkurugenzi, pengine katika jukumu sasa la kufasiri sheria linaingia hapo, sio? Linaingia hapo. Hebu tuelezee kinachofanyika. Ni kweli kuna sheria inaitwa sheria ya tafsiri au kwa Kiingereza wanasema the Interpretation of Laws Act. Sheria hii ilifanyiwa marekebisho mwaka 2021 na kuweka sharti la msingi kwamba sheria zitakuwa zinatungwa kwa lugha ya Kiswahili. Lakini pia mwaka 2023 sheria hii ilirekebishwa ikaelekeza kwamba sheria zile zilizotungwa kwa lugha ya Kiswahili sasa zitafsiriwe kwa lugha ya Kiingereza. Lakini sasa ukiangalia mpaka mwaka 2023 kulikuwa kuna sheria nyingi sana zinatoka kabla ya uhuru ambazo zilikuwa zimeandikwa kwa lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo ililazimu sheria hizi zifanyiwe tafsiri. Kwa hiyo ofisi ipo kwenye mchakato wa kufanya tafsiri ya sheria zote, na mpaka sasa sheria 433 zimeshafanyiwa tafsiri na zimewasilishwa kwenye ofisi ya mpiga chapa mkuu wa serikali, na zinaendelea na zoezi la kupangwa na kukamilishwa. Baada hapo zitakuja ofisini kwa ajili ya uhariri wa mwisho, na tunategemea zoezi hilo likikamilika tu sheria hizo zitatoka na wananchi watapata fursa ya kusoma hizo sheria kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo asilimia kubwa kama si zote sheria za nchi zitakuwa sasa kwa lugha ya Kiswahili, na pia kutakuwa na version ya Kiingereza. Asante. Sheria namna ambavyo inavyoandikwa wakati mwingine tafsiri yake inawezekana ikawa tofauti kwa namna yoyote. Katika uandishi wake hili linaambatanishwa na tafsiri yake ama inakuwaje? Maanake hapo pia kuna vitu viwili pia kuna fasiri na tafsiri bila shaka ambavyo ni vitu viwili tofauti. Sasa sheria inapotungwa inabaki kama ilivyo. Jukumu la kuitafsiri sasa ile sheria sio tena la mwandishi wa sheria, ni mahakama sasa ndio wanakwenda kuitafsiri ile sheria. Na fasiri ndio tunazungumzia sasa, kubadilisha, kupeleka katika lugha nyingine. Kama iko katika lugha ya Kiingereza kupeleka kwenye lugha ya Kiswahili. Sasa tumekuwa na changamoto. Kabla hapo kuna swala pia la urekebu wa sheria. Hili likoje? Maana divisheni hii ina sehemu 3 hizi ambazo tumetaja. Kuna urekebu, fasiri na uandishi. Sasa kama nilivyoeleza pale awali, eneo la urekebu kwa Kiingereza wanasema laws revision. Urekebu maana yake ni kwamba unachukua ile sheria iliyotungwa na bunge. Kwa mfano sheria iliyotungwa labda mwaka 1980 let's say, ikafanywa marekebisho mwaka 85, mwaka 90, mwaka 92 na kuendelea. Principle ya usomaji wa sheria inasema kwamba sheria inasomwa pamoja na marekebisho yake, bila kujali kwamba yale marekebisho yako kwenye dokumenti tofauti kabisa. Kwa hiyo zoezi la urekebu linamaanisha unachukua yale marekebisho yote yaliyofanyika unakuja kuyajumuisha kwenye ile sheria moja. Kwa hilo ndio zoezi la urekebu. Na zoezi hilo tulilifanya na limekamilika, na mwaka 2023 tulitoa toleo la urekebu ambalo sheria zote za nchi zilifanywa urekebu, zikajumuisha marekebisho ya sheria yote ambayo yalikuwa yamefanyika. Na kama mtakumbuka, mara ya mwisho kuwa na toleo la urekebu ilikuwa ni mwaka 2002. Kwa hiyo kuanzia mwaka 2002 marekebisho yote ya sheria yalikuwa yamefanywa mpaka mwaka 2023 yalikuwa yamesambaa tu kwenye sheria mbalimbali. Kwa hiyo unaweza ukachukua sheria ya 2002 ukawa unaisoma, lakini kumbe imeshafanywa marekebisho zaidi ya mara 6-7 wala huna taarifa. Na kama tunavyoambiwa ni kwamba kutokujua sheria sio utetezi. Lakini pia inakuwa si busara unamwambia mtu kwamba kutokujua sheria si utetezi wakati huo kuna sheria imefanywa marekebisho mara 10. Kwa hiyo ndio sababu zoezi linakuja hilo la urekebu sasa, ili kujumuisha yale marekebisho yote
ndani ya ile sheria moja ili iwe rahisi kwa msomaji kuyaona yote kwa pamoja. Na sasa katika jambo hilo maanake nyinyi hamuongezi chochote? Katika zoezi la urekebu hatuongezi chochote tofauti na kile kilichoandikwa na Bunge. Ni kama mna compile tu marekebisho yote yaliyofanyika miaka ya nyuma. Ya, tuna compile, lakini kuna sheria moja inaitwa Laws Revision Act, sheria ya urekebu. Sheria ile imempa mamlaka mwandishi mkuu wa sheria kufanya baadhi ya mambo madogo madogo ili kuwezesha sheria ile kusomeka. Kwa mfano kuna typing error, makosa ya uandishi ambayo haondoi maana ya ile sheria. Mwandishi mkuu wa sheria ana mamlaka ya kuweza kuyajumuisha sasa wakati wa urekebu. Kuna sheria ambayo ilishafutwa lakini bado ipo kwenye vitabu vya sheria. Mwandishi mkuu anaweza katika zoezi lile akaiondoa. Kuna sheria ambalo kwa maudhui yake zinafanana, zinaendana kabisa. Anaweza akaziunganisha zile sheria. Au kuna mazingira ambayo unakuta kuna kifungu kimeandikwa lakini kwa nature ya kile kifungu ili kisomeke vizuri inabidi ukigawe, ukivunje vifungu viwili au vitatu. Au kuna vifungu vidogo katika kile kifungu. Basi mwandishi mkuu wa sheria katika lile zoezi anaweza akafanya jambo kama hilo. Cha msingi tu hapa ni kwamba asibadilishe maana au lengo lile ambalo Bunge walikusudia katika zile sheria. Sasa katika eneo la fasiri tumekuwa na sheria nyingi ambazo zimeandikwa kwa lugha ya Kiingereza. Kwanza katika kujenga msingi kwenye hilo, nini kilifanya sheria nyingi ziwe katika lugha ya Kiingereza? Msingi wake ulikuwa ni upi? Hili ni swala la kihistoria kidogo. Kama utakumbuka sisi tulitawaliwa na wakoloni. Kwanza tulianza na Wajerumani kwa muda mfupi, lakini baadaye kwa muda mwingi tulitawaliwa na Waingereza. Waingereza lugha yao ni Kiingereza. Kwa hiyo sheria nyingi zilikuwa zimeandikwa toka wakati wa koloni kwa lugha ya Kiingereza. Na baada ya kupata uhuru tukaendelea na utaratibu huo. Lakini kama nilivyoeleza awali, sasa ilifika mahali kaonekana kwamba asilimia kubwa ya wananchi hawajui Kiingereza. Kwa hiyo hata kuielewa sheria inakuwa changamoto kidogo. Na ndio ikapelekea basi ya marekebisho ya mwaka 2021 ambao sasa alielekeza kwamba sheria zote sasa zitungwe kwa lugha ya Kiswahili. Kwa kuanzia mwaka gani sheria zinaandikwa kwa lugha ya Kiswahili? Kuanzia mwaka 2021 baada ya marekebisho ya sheria ya tafsiri, sheria sasa hivi zinatungwa kwa lugha ya Kiswahili. Lakini kunakuwa na version nyingine ya Kiingereza ama inakuwa tu ni Kiswahili peke yake? Baada ya yale marekebisho ilikuja kuonekana kwamba sasa kuna watumiaji ambao wangehitaji sheria kwa lugha ya Kiingereza. Kwa mwaka 2023 sheria ile ilifanywa marekebisho tena. Ikaelekeza kwamba sheria zote zinazotungwa ambazo kwa lugha ya Kiswahili sasa ndani ya siku 90 ziwe zimetafsiriwa kwa lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo kama ninavyosema sasa, ina maana sheria zote zilizotungwa kuanzia mwaka huo baada ya marekebisho kuna version mbili, ya Kiingereza na ya Kiswahili. Sasa maana hata wadau wengine ambao wanahitaji kupata hizo versions za Kiingereza wanaweza kuzipata? Wanaweza kuzipata kwa sababu kwa utaratibu sheria ikishatungwa tuna utaratibu ndani ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Kuna website, wavuti. Sheria zile zinawekwa ndani ya ile website. Ukiingia kwenye mtandao kaandika tu pale ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, itakuja pale utaonyeshwa kuna eneo linasema OAG Miss. Ukifungua pale utakuta sheria mbalimbali ziko pale. Na eneo hili lina sheria, kwanza utakuta katiba. Kuna box utakuta pale window ambayo inaonyesha katiba, zipo version zote za Kiingereza na Kiswahili na katiba ya Zanzibar. Sheria zote zilizofanywa urekebu kama nilivyoeleza, kuna dirisha pale utakuta ziko pale zote. Sheria zinavyotungwa na Bunge, zote zilivyotungwa na Bunge zile, kuna dirisha pale utalikuta. Kwa sababu kwa mtu atataka yeye aende kwenye ile ambayo ilivyotungwa na Bunge, hataki kuiona hii iliyofanywa urekebu, aone ile ambayo iliyotungwa na Bunge. Kwa hiyo kuna dirisha pale utaikuta. Na hii inajumuisha pia hata sheria ndogo kwa maana hizi ni kanuni na bylaws pia? Yes, inajumuisha pia sheria ndogo na pale pia kuna dirisha ambalo kuna zile sheria ndogo zimewekwa pale. Mpaka sasa kuna sheria takriban 4,400 na tumeshaongeza kidogo hapo, na tunatarajia mchakato ukikamilika sheria ndogo zote nazo pia zitakuwa zinapatikana kwenye hiyo window ya website ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Na awali uligusia kuhusiana na ile ambacho kinaelezwa kutokujua sheria sio kigezo cha kufanya makosa. Mwananchi akitaka sasa kupata nakala
ya sheria hizi za nchi hizi mbalimbali ambazo mnatunga na zinamhusu, ni utaratibu gani ambayo wanaweza akatumia? Sasa hilo labda nitaeleza kwa historia kidogo kwa ufupi. Kama mtakavyokumbuka, masuala haya ya internet, kupata sheria kwenye mtandao yameanza miaka karibuni hapa. Lakini sheria zilikuwa zinapatikana hard copy, nakala ngumu, na zilikuwa zinapatikana kwenye maduka ya mpiga chapa wa serikali. Maduka haya yalikuwa ni machache sana, kwa ni baadhi ya mikoa, lakini pia katika kila mkoa utakuta duka liko moja katika mikoa hiyo ambayo sheria hizi zipo. Lakini kwa sasa sheria hizi kama nilivyoeleza sasa kwenye hiyo website ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, ukifungua tu pale unazikuta ziko pale online. Kwa hiyo kila sheria itakapotungwa, ikishatangazwa kwenye gazeti la serikali, tunazichukua tunaziweka ndani ya ile website. Hata mtaona kuna baadhi zinaweza zikawa haziko pale kwa sababu ni zoezi endelevu. Ndio tunaendelea kuziongeza pale, na tunatarajia siku si nyingi tutakamilisha, na sheria zote ndogo nazo pia zitapatikana pia kwenye website. Kwa hiyo ninaamini sasa hivi wananchi wengi wana simu hizi ambazo zinaweza kuaccess mitandao. Kwa hiyo ni rahisi tu akifungua anakwenda pale anaipata. Sasa umesema kwamba kutokujua sheria sio utetezi, lakini wazi kwamba swala la kufahamu sheria ni swala ambalo linahitaji elimu. Na ni swala la uraia. Kimsingi raia anapaswa kufahamu sheria mbalimbali za nchi yake. Sasa kuna wengine ni kweli wanakumbana na changamoto mbalimbali za kisheria kutokana na kutokujua sheria, au wakati mwingine wengine wanashindwa kujitetea mahakamani. Hana wakili na yeye pia hafahamu sheria inazungumza nini kuhusu masuala fulani fulani, na wengine wamejikuta wakifungwa hata gerezani kutokana na kushindwa katika mambo kama hayo. Sasa ofisi yenu inafanya jitihada gani kupeleka elimu hiyo kwa wananchi kufahamu kuhusiana na haya ambayo tunayazungumza? Asante. Sasa kama nilivyoeleza pale awali, jukumu letu kuu sisi ni lile la uandishi wa sheria. Lakini sasa tunakwenda mbele zaidi kidogo. Kwanza kabla sijaenda huko, nilivyoeleza pale mwanzo, wakati ule wa mchakato wa kutunga sheria ni mrefu, nafikiri nao ni elimu ya siku nyingine. Lakini kuna component pale inaeleza, baada ya kukamilisha lile zoezi kuna mchakato wa elimu kwa umma. Na kama umekuwa unafuatilia, kila sheria inapotungwa, wizara husika ambayo ndio inasimamia ile sheria imekuwa ina muda, ina ratiba ya kutoa elimu kwa umma kwa ajili ya kuelezea maudhui ya ile sheria. Na pia kuna wizara zimekuwa zinatoa vipeperushi. Sisi kwa upande wetu kama ofisi ya mwanasheria mkuu wa sheria, jukumu letu sisi ni lile sala kuhakikisha sheria zile zinapatikana kwa umma. Na ndio hiyo ambayo tunajaribu kuweka kwenye wavuti ile, na pia huwa tunatoa pia elimu, lakini sisi tunaishia sana kwenye ngazi za wizara, idara na taasisi mbalimbali za serikali. Asante. Sasa katika kuhakikisha sheria mpya mnaziandika, kuna namna yoyote ama vigezo ambavyo mnatumia ili kuhakikisha hizi mpya zinakuwa hazipingani na katiba ambayo ndio inajumuisha sasa kama sheria kuu mama ya nchi? Viko vigezo vya kuzingatia wakati wa kutunga sheria. Vya kwanza ni kama ulivyosema, sheria kuu yoyote inatakiwa isikinzane na katiba na misingi ya katiba. Lakini sheria wakati unapoiandika kuna misingi ya kufuata. La kwanza unajiuliza, na hii misingi ipo kwenye principles za uandishi wa sheria, sheria hii inakwenda kutatua lile tatizo lililopo mtaani au kwenye jamii, ama inakwenda kuliongeza? Kwa lazima utafakari lile jambo, alafu ndio uende kaandike sheria ile. Na hii unafanya kwa kutest, kwa kuangalia uzoefu wa nchi nyingine, kwa kuangalia practice kwenye jamii. Lakini pia unaangalia pia sheria hii inakwenda kuongeza gharama kwa wananchi ama inakwenda kuleta ahueni kwa wananchi. Unaweza kukuta kuna sheria ambayo unaitunga, gharama yake ya usimamizi ni kubwa kuliko hata kutoa elimu kwa umma. Na kuna mambo ambayo unakuja kuliangalia unasema tungetoa elimu kwa umma ili lingetosha bila kuandika sheria. Kwa hiyo unalipima, kama ni muhimu kutoa elimu kwa umma basi unashauri elimu kwanza itolewe, alafu kama kuna changamoto basi sheria itafuata baadaye. Sasa ikiwa tayari imeshatungwa, nyie kazi yenu ni kuandika, mnaweza kubadilisha chochote? Nyie hamfanyi jukumu la kutunga sheria, nyie mnaandika. Sisi tunaandika. Na kama ulivyosema, sisi hatuna mamlaka ya kurekebisha chochote. Mnafanyaje katika mazingira haya? Lakini sasa ikitokea labda kuna changamoto za kiuandishi, labda kuna typo,
kuna koma haijawekwa mahali ambapo haipotezi maana. Mwandishi mkuu wa sheria ndio ana jukumu kwa kutumia, sasa hivi anatumia ile sheria ya tafsiri. Kuna kitu kinaitwa rectification of printing error, urekebishaji wa makosa ya kiuandishi, ndicho anachoweza kufanya. Lakini kama kuna changamoto kubwa ya kisheria itekelezeki, basi ni lazima kuirejesha tena bungeni ili bunge liweze kuendelea na ule mchakato wa kuirekebisha ile sheria. Yes. Na uandishi wenu unaanzia wapi? Baada ya bunge kuwa limetunga, au unaanza kwenye ile ambayo inapelekwa kama pendekezo na bunge lijadili na kutunga, afu baadaye ndio ile tena kwenu? Yani nyinyi mchakato wenu wa kuanza kuandika unaanzia from the scratch, yani kudraft ile ambayo inatakiwa ipelekwe kwa ajili ya kwenda kujadiliwa, ama mnaanzia wapi hasa? Jukumu letu sisi linaanzia from the scratch. Kuandika kuanzia kifungu cha kwanza mpaka cha mwisho cha sheria. Na kama nilikueleza ile zoezi ule utaratibu wa kuandika sheria ni mrefu kidogo, lakini labda nigusie kwa ufupi ili kuweza kuunganisha na swala hilo hapo. Sheria kama nilivyosema, nia ya kuandika sheria inaweza ikatokea sehemu mbalimbali. Lakini mwisho wa siku inakwenda serikalini. Baraza la mawaziri ndio huwa linatoa idhini hasa mkaandike sheria. Japo pia bunge kwa upande wake wanaweza wakaelekeza sheria andikwe. Baraza linapotoa yale maelekezo ya kutunga sheria, maelekezo yale sasa yanakwenda kwa wizara husika na kwa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, kwa mwandishi mkuu wa sheria kupitia kwa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Kwa baada ya yale maelekezo kutoka, tunaita kwa Kiingereza drafting instructions. Pale sasa ndio ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria inaanza kuiandika ile sheria. Inaanza kudraft. Na tunaandika kuanzia kifungu cha kwanza cha sheria ile mpaka mwisho, lakini pia tunaweka na madhumuni na sababu ya ile sheria. Tukiukamilisha pale, basi ile inakuwa inatangazwa kwa umma. Na baada ya hapo inakwenda bungeni, itasomwa kwa mara ya kwanza. Halafu ndio mchakato wa bungeni utaendelea. Nafikiri hilo ni zoezi nalo la siku nyingi. Kwa inabidi mfuatilie pia hizo hatua zote, hiyo mawazo yanavyotolewa, ili mjue kwamba mnaandika nini, sio? Katika hatua zote ndani ya serikali huwa tunakuepo na tunafuatilia kwa ajili ya kupokea yale maelekezo. Lakini pia hata ndani ya bunge. Nataka niulize. Ule mswada unavyosomwa kwa mara ya kwanza bungeni kunakuwa hakuna mjadala. Immediately kwa mujibu wa kanuni za kudumu za bunge zinaelekeza kwamba mswada ukisomwa kwa mara ya kwanza uende kwenye kamati. Kwa hiyo unapokwenda kwenye kamati kule, kamati huwa inaita wadau kuja kutoa maoni kwenye ule mswada. Kwa hiyo wakati wote ule sisi tunakuepo kwa ajili ya kutoa ufafanuzi na kwa ajili ya kupokea maelekezo ya kamati. Na pia baada ya kamati kukamilisha zoezi lake, mswada huo unarudi bungeni kwa ajili ya kusoma kwa mara ya pili na ya tatu na kupitishwa. Katika hatua zote hizo bungeni pia tunakuepo kwa ajili ya, lakini hatuingie kule ndani ya bunge kama wabunge, hapana. Sisi tunakaa pembeni kwa ajili ya kumsaidia mwanasheria mkuu wa serikali au kumsaidia waziri mwenye mswada husika kutoa ufafanuzi na kupokea maelekezo kwa kadri ambavyo bunge litakuwa linatoa na kwenda kuboresha ule mswada. Kwa wakati mwingine inaelezwa kwamba lugha ya kisheria ambayo inatumika katika uandishi inakuwa ni ngumu mpaka mtaalam ile baadhi ya maneno yale ambayo mmekuwa mkiyatumia, mnahakikisha vipi yanakuwa rahisi kuelewa? Hata lugha yenu bana Kiingereza inakuwa kigumu kweli kweli. Sababu inakuwa kitaalamu zaidi. Terminologies nyingi. Asante. Ni kweli, lakini kwa mtu ambaye anajaribu kufuatilia sheria za miaka 60, 70, 80, lugha ilikuwa inatumika ni tofauti kidogo na lugha ya sasa. Mwelekeo sasa hivi wa dunia, ninavyoongelea dunia namaanisha kwenye Jumuiya ya Madola ambapo tuko chini ya Uingereza, lakini pia hata wale wenzetu wale wa Roman law. Utaratibu sasa hivi umebadilika kidogo. Sheria wanasema andika kwa lugha nyepesi, lugha ambayo inaeleweka. Na ukizisoma hizo sheria zinaeleweka kabisa. Zinaeleweka. Na ukichangia tena kwamba sasa hivi tunazitunga kwa lugha ya Kiswahili, ni rahisi kuelewa. Japo tu sasa kunabakiwa na kila taaluma ina utaalamu wake ambao sasa uwezi ukaudiluti moja kwa moja. Ili kifungu kiwe ni kifungu cha sheria, kina vigezo lazima kikidhi. Kuna elements lazima ziwepo kule ndani ili ziwe na kifungu cha sheria. Sasa kwenye hayo mengine hayo kidogo kwa utaalamu katakuwepo, lakini kwa maana ya kuelewa, ninadhani kwa sasa hivi kwa lugha inayotumika mwananchi wa kawaida anaielewa vizuri tu. Mpaka sasa hivi kwa haraka haraka tuna sheria ngapi sasa ambazo zimeandikwa za nchi yetu? Kwa sababu tunafahamu kwamba kuna mataifa mengine ambayo sheria zao ziko tu kwenye
ni kama common laws, yani hazipo kwenye vitabu. Lakini sisi tuna vitabu, tuna sheria ngapi mpaka sasa hivi? Ya sheria nitafanya reference kwenye hizi ambazo tumezitolea toleo la urekebu. Sheria ni 446. Yani kuna chache zimetungwa karibuni hapa, nazo zitaongezwa kwenye ile idadi. 446. Na hizo ni sheria kuu. Ya bado kuna sheria ndogo nyingi tu. Unavyosema sheria kuu unamaanisha nini? Ninavyosema sheria kuu ninamaanisha, labda nirudi nyuma kidogo. Kuna aina mbili kuu za sheria. Kuna sheria kuu ambayo kwa Kiingereza nasema principal legislation. Na sheria ndogo au tunasema subsidiary legislation. Sheria kuu ni hii sheria ambayo inatungwa na bunge. Ndio. Na kimsingi sasa bunge kwa mujibu wa ibara ile ya 64 ya katiba ndio lenye mamlaka ya kutunga sheria. Lakini kutokana na muda sasa, ratiba ya bunge wanakutana mara 4 tu kwa mwaka, vipindi 4. Na kile kipindi kimoja cha mwezi wa 4 mpaka mwezi wa 7 kile ambacho ndo kirefu ni bajeti. Kwa hiyo hata sheria huwa hazitungwi pale sana. Labda kuna dharura. Kwa hiyo kutokana na muda kuwa finyu na kuna mambo mengine ni ya kitaalam sana ambayo kwenda kuyapeleka bungeni yanaweza kawa na changamoto. Kwa hiyo bunge huwa linakasimu yale madaraka ya kutunga sheria. Kwa mara nyingi wanawakasimu kwa mawaziri watunge zile sheria, japo pia wanaweza kukasimu kwa wakuu wa taasisi na jambo kama hilo. Haya madaraka ya kukasimu sasa zinapoenda kutungwa zile ndio zinaitwa sheria ndogo. Nazo zipo za aina mbalimbali. Kuna zimetajwa kwenye sheria ile ya tafsiri kifungu kile cha 4 ambazo kuna kanuni, kuna amri ambayo inaitwa order, kuna notice taarifa, kuna hati na matamko ambayo mara nyingi yanatoa Mheshimiwa Rais. Tofauti hizi sheria zinazotungwa na bunge na hizi sheria ndogo katika kuwa na yale makali mnaita legal and binding, kwamba inapaswa kufuatwa. Kuna tofauti wote kwamba hii ni hii kuu na hii ndogo? Hakuna tofauti wote. Sheria kuu ya bunge na kanuni zote zina nguvu sawa. Kwa sababu hata ile sheria ndogo unapoitunga kuna masharti ya kisheria kwenye hiyo sheria tafsiri ndio itaja kwamba ni lazima ziende bungeni sasa. Zikakubaliwe na ziridhiwe. Na bunge wakiona umekiuka yale maelekezo yalikupa, labda umezidisha, umeongeza masharti ambayo hawakutaka uyaweke, watayaondoa. Kwa mwisho wa siku sheria zile zinakuwa na nguvu sawa kwa sababu pia zimeridhiwa na bunge lile ambalo lina yale mamlaka. Kwa hiyo zikishatungwa lazima ziridhiwe pia na bunge, sio? Ni kuridhiwa kwa sababu ile sheria tafsiri inasema baada ya kutunga ile sheria ndogo. Ndani ya bunge linalofuata, ndani ya kikao cha 6 cha bunge linalofuata, sheria zile ziwasilishwe bungeni. Na akifika bungeni kule mara nyingi huwa kuna kamati inaitwa kamati ya sheria ndogo. Ndio mara nyingi wanazifanyia kazi zile, halafu wanawasilisha taarifa bungeni. Na bunge lina mamlaka, likiona hujaridhia zinaweza zikaamua zikazifuta kabisa, zikasema hizi zisitumike. Au hata wakaandika za kwao wenyewe, wakaandika kwa sababu mamlaka ya kutungania kwao. Asante sana. Wakati tunakamilisha, ni ujumbe gani ambao nao hasa kwa kila Mtanzania pia kuwa na nafasi ya kujua na kutumia ipasavyo sheria ambazo zinaandikwa? Rai yangu kwa Watanzania ni kwamba kwa sasa hivi sheria nyingi zinapatikana, zipo kwenye mtandao. Watembelee wavuti ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, sheria nyingi ziko pale. Ile changamoto ile kuwepo awali ya sheria kuwa zimeparaganyika, marekebisho ni mengi, sasa hivi hazipo tena. Kwa hiyo wapate nafasi wapitie pale, waziangalie, na zile sheria ndogo tunaendelea kuziboresha pale, watapata kuziona pale. Tunategemea siku si nyingi nazo pia zitakamilika, zitakuwa zote pale. Ili kuepuka hii ya kusema kwamba kutokujua sheria sio utetezi, basi wao wanatembelea, wao wanazisoma na waweze kuzielewa. Asante. Tunakushukuru sana, asante sana kwa kuja kuzungumza nasi, na tunawatakia majukumu mema ya kuendelea kuandika sheria. Asante. Naam, tunakamilisha hivyo. Tulikuwa hapa na Nicodemus Peter Chua ambaye ni kaimu mkurugenzi wa divisheni ya uandishi wa sheria kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali.